Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wakazi wa Thogoto katika eneo bunge la Kikuyu wamefanya maandamano kufuatia mauaji ya kijana anayedaiwa kuuliwa na kundi la vijana wanaoaminika kuwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Waandamanaji walifunga sehemu ya barabara ya Eastern Bypass wakitaka haki kwa marehemu na kuweza kuimarishwa kwa usalama katika eneo hilo. Wakati huo, maafisa wa usalama wanasema kwamba washukiwa wawili tayari wamekamatwa huku uchunguzi ukiendelea. Hii hapa ripoti ya Faith Wangare. Thogoto, kaunti ya Kiambu. Kijana mmoja amedaiwa kuuliwa na kundi la vijana wanaoaminika kuwa wanafunzi wa vyuo vikuu vilivyo karibu. Kwa mujibu wa wakazi, tukio hilo linadaiwa kutokea Jumapili usiku katika klabu moja eneo la Thogoto baada ya kuzuka kwa mzozo kati ya marehemu na washukiwa. Inadaiwa kuwa ugomvi huo ulitokana na mzozo wa chaji ya akiba ya simu. Walimuua kwa nini? Wakazi walijaribu kupata msaada katika kituo cha polisi kilicho karibu, ombi lililoambulia patupu. Wamewashutumu baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo vikuu vilivyo karibu kwa kujihusisha na vitendo visivyo vya halali nje ya taasisi zao. Kama ni watoto wa shule wamekuja kusoma, wanaua watu wetu kwa nini? Kama wamekuja nini kusoma, wacha wasome, waachane na sisi. Lakini kama ni mauano tutafika mbele basi. Ikuwe mbaya. Yule askari walipata kwa ubii. Hakuwasikiza, aliwaambia watoke nje wakatatue hayo matatizo yao huko nje. Na diposa kijana wetu Gustavo aliweza kuuawa, tukampata hapo usiku wa kuamkia Jumapili. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kikuyu Charles Laboso amethibitisha kuwa washukiwa wawili wamekamatwa huku maafisa wa usalama wakiendelea kuwatafuta wengine waliohusika katika mauaji hayo. Aidha, maandamano haya yalisababisha mgogoro baada ya waandamanaji kufunga sehemu ya barabara wakidai usalama katika eneo hilo. Iliyobaki ni kuhakikisha wale wote ambao bado wangali hawajashikwa wamekamatwa. Ndio. Na ile club nimesema mahali hiyo pombe inaangamisha vijana ifungwe. Sawa sawa. Na mwisho nimesema tutafanya mabadiliko kwenye kituo cha polisi cha Thogoto. Wakazi pia wametoa wito wa amani kati ya jamii ya Thogoto na wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali vinavyozunguka eneo hilo. Wakienda post, bwana walifukuzwa na hapo kufukuzwa. Waliletana juu wakaenda post. Bwana walifukuzwa. Faith Wangare, runinga ya TV 47.